Habari mtazamaji wa UDOM Digital, karibu katika kipindi cha Hatua, jukwaa pekee linaloangazia mabadiliko na maendeleo chanya katika jamii, hususan kwa vijana. Siku leo tutajikita zaidi kuhusiana na masuala ya kidijitali, na utakubaliana na mimi kwamba mitandao ya kijamii imekuwa fursa kwa vijana wengi sana. Lakini vipi kama hii mitandao ya kijamii itageuka kuwa uwanja wa ukatili? Mara kadhaa tumesikia vijana wakiripoti kudhalilishwa, kutukanwa, lakini pia kuposti picha za faragha bila idhini ya wahusika. Leo tutaangazia zaidi ni nini ambacho mtu anatakiwa kufanya pale utakapofanyiwa ukatili katika mtandao ya kijamii. Katika nusu saa hii siku ya leo tutakuwa na sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni hapa studio ambapo tupo na vijana wenzangu, watazungumzia zaidi nini wanaelewa kuhusiana na ukatili mtandaoni na njia gani sahihi za kuchukua. Lakini baadaye tutaungana naye Gaudensia Zakayo ambaye yeye atatupitisha katika uhalisia wa tukio hili kiulimwengu mzima, kwa sababu ametuandalia makala nzuri sana. Lakini hapo baadaye tutakuwa naye Elizabeth Mwinuka ambaye yeye ameongea na mwanasheria kuhusiana na sheria ya Tanzania inazungumzia nini kuhusiana na masuala ya ukatili mtandaoni. Mimi ni MC_Manyama, karibu uambatane pamoja na mimi katika Hatua. Asante mtazamaji, karibu tena katika kipindi cha Hatua, na hapa studio tupo na vijana wenzangu kama mnavyoona. Karibuni sana, mnaweza kujitambulisha kwa ufupi. Asante sana. Kwa majina naitwa Mhazari Hamisi, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma katika idara ya sanaa, katika idara ya Arts and Media Studies, na ninasomea uandishi wa habari. Uandishi wa habari. Karibu sana. Karibu sana. Kwa jina naitwa Faith Frank, niko mwaka wa kwanza Chuo Kikuu cha Dodoma. Okay, tukianza na kaka Mhaziri. Naam. Unaweza ukatuambia unaelewa nini kuhusiana na ukatili mtandaoni? Unaposema ukatili mtandaoni, ni ile hali ya mtu kumwataki mwenzake kwa lengo la kumdhalilisha, kutoa faragha zake, nikimaanisha kwamba kuna watu wanaunda vijembe ama vikundi mtandaoni kwa lengo la kumwadaa mwenzao, ama anatunga maudhui yasiyofaa kwa lengo tu la kumchafua mwenzake. Huo ndio ukatili katika mitandao ya kijamii. Na katika mandhari hii pia ukifanya hivyo kuna madhara mengine yanatokea mengi sana. Kuna vijana wanakata tamaa, wanaamua kujiua kwa sababu nishachafuliwa, maybe video au mapicha za faragha zisharushwa kwenye mitandao ya kijamii, zishaenea kila kitu. Kwa ile aibu anaamua ni bora nitoke duniani. Kuna wengine wanakumbwa na swala zima la msongo wa mawazo. Tunapelekea pia changamoto ya akili na mambo mengine kama hayo. Asante sana. Dada, Ukatili wa mitandao ya kijamii ni ile hali ya mtu anataka kurudisha kile alichotendewa kwenye uhalisia kupitia mitandao. Aidha atarudisha kwa wema au kwa ubaya. Kuna picha, kuna video zinatumika aina mbalimbali ili kufanya ukatili, na pia inakuja na side effect yake. Ya kwanza, kuna afya ya akili huwa inaharibika. Saikolojia ya mtu, yani kwa mfano unaona picha zako zimezagaa mtandaoni, automatic wewe akili yako itakuwa haiko sawa, na ni zile picha ambazo kutarajia kama zigeuka mtandaoni. Cha pili, kuna kukata tamaa na wengine kuondoa hata maisha yao kwa sababu wanaona maisha yao yamekwamishwa kupitia ule ukatili wa kijinsia. Okay, asante sana dada. Na ili kupata uhalisia wa tukio hili au mada hii kwa ujumla, hebu tukaungana naye Gaudensia Zakayo ambaye yeye amefanya makala ambayo itatupitisha kuona uhalisia na ukubwa kabisa wa hili jambo, ukatili wa kimtandao. Asante sana Manyama kutoka hapo studio. Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Hatua. Mimi ni Gaudensia Zakayo. Leo tunaangazia swala ambalo linaendelea kuathiri maelfu ya watu duniani kila siku. Ni ukatili mitandaoni. Katika zama hizi za teknolojia, watu wengi hutumia saa nyingi kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp na X kwa ajili ya mawasiliano, biashara, elimu pamoja na burudani. Lakini nyuma ya simu wanayotumia kila siku kuna majeraha makubwa ambayo wengine wanayapitia kimya kimya. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF, zaidi ya 33% ya vijana duniani wamewahi kufanyiwa ukatili mitandaoni.
Hii ina maana kuwa kila kijana mmoja kati ya 3 amewahi kutukanwa, kutishiwa au kudhalilishwa kupitia mtandao. Aidha, takribani vijana milioni 130 duniani wamewahi kukumbana na aina mbalimbali za manyanyaso ya kidigitali. Lakini ukatili mitandaoni sio tu maneno ya kawaida. Wapo watu ambao wamepoteza furaha, kazi, mahusiano na hata maisha kutokana na ukatili huo. Mwaka 2020 nchini Nigeria, msichana mmoja mwenye umri wa miaka 17 alijikuta akidharauliwa sana mitandaoni baada ya video yake kusambazwa kupitia TikTok bila ya ridhaa yake. Mamia ya watu walimtukana na kumdhalilisha kila siku kupitia comments mbalimbali. Baadaye, wataalamu wa afya ya akili walieleza kuwa msichana huyo alipata msongo mkubwa wa mawazo na kushindwa hata kurudi shule tena. Hali kama hiyo haipo tu Nigeria pekee. Hapa Tanzania pia kumekuwa na ongezeko la vijana wanaolalamikia kutukanwa, kutengenezewa taarifa za uongo au kusambaziwa picha binafsi kupitia mitandao ya kijamii. Mwaka 2023, Jeshi la Polisi Tanzania kupitia kitengo cha makosa ya mitandaoni kilieleza kuwa limepokea malalamiko mengi yanayohusiana na vitisho, utapeli pamoja na udhalilishaji unaofanyika kupitia mitandao ya kijamii. Wataalamu wa afya ya akili wanasema ukatili mtandaoni unaweza kusababisha sonona, hofu, kupoteza kujiamini na wakati mwingine kuwafanya baadhi ya watu kujitenga kabisa na jamii. Fikiria mtu anaamka asubuhi na kukuta mamia ya comments na matusi chini ya picha yake, au mwanafunzi anayesambaziwa taarifa za uongo chuoni kupitia WhatsApp groups, au mwanamke ambaye picha zake binafsi zimesambazwa bila ruhusa yake. Haya yote ni maumivu makubwa yanayoweza kuathiri mtu kwa muda mrefu sana. Lakini swali ni moja tu. Kwa nini baadhi ya watu wanafanya ukatili mitandaoni? Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanasema baadhi ya watu wanatumia akaunti feki kufanya vitendo hivyo, wakiamini hawawezi kutafutwa. Wengine hutafuta attention, likes na followers kupitia kudhalilisha wengine. Lakini ukweli ni kwamba kila unachokiandika mitandaoni kinaweza kubaki kwa muda mrefu na kuharibu maisha ya mtu mwingine. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wanashauri mtu anayefanyiwa ukatili mtandaoni kutokaa kimya kabisa. Ni muhimu kuhifadhi ushahidi kama screenshots, voice notes au ujumbe wa vitisho na kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Aidha, Tanzania ina sheria ya makosa ya mwaka 2015 inayokataza matumizi mabaya ya mitandao kwa ajili ya kudhalilisha, kutishia au kusambaza taarifa za uongo. Lakini pamoja na sheria, jamii inayo wajibu mkubwa. Tunahitaji kujifunza kutumia mitandao kwa heshima, utu na kuwajali wengine, kwa sababu nyuma ya kila akaunti ya mtandao kuna maisha ya mtu halisi. Na wakati mwingine, comment moja inaweza kuharibu maisha ya mtu kabisa au kuyaokoa. Mimi ni Gaudensia Zakayo, UDOM Digital. Kaka mwadhiri, unaweza kutuambia ni nini ambacho kijana anapaswa kufanya ili kujilinda yeye mwenyewe na ukatili huu katika mitandao ya kijamii? Asante sana. Kwanza niseme kwa Tanzania tuna sheria ambayo inafanya mtu au makini na taarifa zake, ambayo inaitwa Personal Data Protection. Ilianzishwa mwaka 2022 kwa lengo la kulinda faragha za mtu. Kwa hiyo inabidi kijana, kabla hujafikiwa na majanga ya unyanyasaji, udhalilishaji katika mitandao ya kijamii, fahamu kwamba kuna sheria ambayo huwa inazungumzia ama inakubeba wewe kwenye masuala mazima ya nini, ya ukatili wa mitandaoni. Pia cha kufanya kingine, kuwa makini na picha unazopiga pamoja na video unazochukua za faragha. Kwa hiyo pindi unapochukua video za faragha, kuwa makini nazo, kwa sababu kuna marafiki, kuna watu ambao umewaamini, unaweza kuwapa simu yako leo na kesho mkakosana somewhere, jamaa kamwili ni kukomesha kama avujishe siri zako. Pia kingine kijana cha kufanya, kuna majukwaa mengi sana siku hizi
of course kuna semina nyingi sana zinahusu mambo ya ulinzi wa taarifa binafsi ambazo zinatolewa na zinaendeshwa chini ya Wizara ya Habari, Sanaa na Tamaduni. Yes, hizo semina kijana, hii ni fursa kwako. Changamkia fursa, nenda kwenye semina, jua namna ya kulinda taarifa zako unapopatwa na majanga, labda let's say kuna mtu kavujisha taarifa zako, hatua gani ufuate ili uweze kusolve jambo hilo. Ni mambo kama hayo. Okay, asante sana. Na mtazamaji wa Hatua, hebu tukapate mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutajiunga naye Elizabeth Mwinuka. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki katika kipindi cha Hatua. Sasa tunaenda kujiunge na Elizabeth Mwinuka, ambapo mapema hii leo amefanya mahojiano na mwanasheria, na ambapo amezungumzia zaidi ukatili katika mitandao ya kijamii, nini anapaswa kufanya mtu anapofanyia ukatili mitandao ya kijamii na mambo mengine kama hayo. Twende tukamsikilize, baada ya hapo tutarejea hapa studio. Asante sana Manyama kutoka hapo studio. Mpenzi mtazamaji wa UDOM Digital na mfuatiliaji wa kipindi chetu pendwa cha Hatua, karibu katika sehemu hii ambapo tutaenda kuangazia sheria kuhusiana na mada yetu ya wiki ambayo inasema, je, unapaswa kufanya nini unapofanyia ukatili wa kimtandao? Katika kuzifahamu haki zako za msingi na sheria ambazo tunatakiwa kuzifuata, nimeambatana na mtaalamu wa sheria ambaye yeye atatueleza kiundani ni kwa namna gani sheria inaweza ikamlinda mtumiaji wa mtandao wa kijamii kuhusiana na ukatili wa kidigitali. Karibu sana mwanasheria. Kabla tujaendelea na mada yetu, mwanasheria wetu mtaalamu, tunaomba ujitambulishe ili mtazamaji wangu apate kufahamu wewe ni nani hasa. Sasa kwa majina naitwa Benjamin Mkamba, ni mwanasheria wa Justice Watch Attorneys, pia ni mwanasheria wa Justice Watch Tanzania. Hizi ni taasisi mbili, zote zinahusika na sheria. Moja ni FM na nyingine ni NGO. Asante sana kwa utambulisho wako. Mpenzi mtazamaji, kama alivyojitambulisha, ni mwanasheria wetu ambaye ataenda kutuchambulia mada yetu siku ya leo. Wakati tukiendelea na mada yetu, tukienda moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo, mwanasheria, kumekuwa na malalamiko mengi kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii ambapo watu wanalalamika kuhusiana na kutukanwa, kukiukiwa haki zao za kimsingi na hata kuchapishwa picha zao pasipo ridhaa yao. Je, sheria ya Tanzania inazungumza vipi kuhusiana na vitendo hivyo vya uzalishaji kimtandao, na mtu ambaye anahusishwa na masuala ya kufanyia mtu ukatili, ni mkatili wa mitandao ya kijamii, anapata adhabu gani? Kwa sheria ya Tanzania na sheria moja ambayo imetengenezwa mwaka 2015 ni inahusika na mambo haya ya ukatili wa kimitandao au mambo yote ambayo yanahusika na makosa ya kimitandao. Ni inaitwa Cyber Crime Act. Ni sheria namba 443. Kuna kifungu maalum kabisa kwenye kuhusiana na mambo haya ya ukatili wa kimtandao ambacho ni kifungu namba 23, kifungu kidogo cha hii sheria, ambapo wanasema kwamba mtu yoyote hataruhusiwa kutuma meseji au kitu chochote ambacho kitakuwa na nia ya kumdhalilisha mtu au kumlazimisha au kumsababishia msongo wa mawazo. Kwa hivi ninali kwamba mtu atapokuwa amefanya kosa hili, sheria iko wazi, imetamka kwamba kwenye hicho kifungu namba 23 kifungu kidogo cha pili inasema kwamba mtu akifanya kosa hilo, basi moja kwa moja atakuwa na adhabu, kama ikithibitika atakuwa na adhabu ya kifungo cha miaka 3 au faini ya shilingi milioni 5 au vyote kwa pamoja. Wewe kama mtaalamu, ni upi ushauri wako kwa vijana ambao anatumia mitandao ya kijamii ili aweze yeye kujiepusha na kufanyia ukatili au aweze kuepuka yeye kuwa mkatili wa kimtandao? Kwa vijana, ushauri wa msingi sana ni kuweza kutumia mitandao ya kijamii katika njia salama. Tunaposema njia salama, maana yake tunakuja kuangalia kwamba
hairuhusiwi, ndio, kuposti au kuweka picha, video ambazo tumeona kwamba zinaweza zikatweza utu wa mtu, zinaweza kumdhalilisha mtu, au ni labda ni jumbe za matusi. Popote pale tunaposema mitandao ya kijamii tunazungumzia labda Facebook, Instagram, pia hata message hizi za kawaida, normal text unapomtumia mtu, hizo zinachukuliwa kwenye hiyo sheria ya makosa ya kimtandao, hicho kifungu namba 23 pia kinalipaka kwenye issue za message. Message ni sehemu ya mtandao. Kwa hiyo basi hivyo watu wawe makini sana na mambo hayo. Asante sana mtaalamu kwa maelezo yako hayo. Mpenzi mtazamaji, naamini na hakika kwamba kuna kitu umepata, umevuka kutoka hatua moja ya kutokufahamu na kuna kitu kipya umeingiza katika ufahamu wako kuhusiana na sheria za kimtandao. Mpaka hapo sina la ziada. Ulikuwa nami Elizabeth Mwinuka na mtaalamu wangu wa sheria ambaye alikuelekeza na kufafanulia vizuri. Mpaka hapo sina la ziada, mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Hatua. Nikurudishe studio kwa Manyama kwa ajili ya kuendelea na kipindi. Asante sana Elizabeth Mwinuka kwa ufafanuzi mzuri kutoka kwa mwanasheria. Sasa tukirejea hapa studio, vijana wenzangu, mniambie mna ushauri gani kwa vijana kuhusiana na masuala mazima ya ukatili mtandaoni? Tukianza na kaka Mwaziri hapa. Naam, kwanza kabisa niseme kwamba unapojihusisha na mitandao ya kijamii, sio kila kitu unachokiona ni cha kukiamini. Pia kuna kitu kinaitwa algorithm. Hii algorithm ni kitu ambacho kina detect tabia yako ukiwa kwenye mitandao ya kijamii. So kuna ukatili wa mitandao ya kijamii, katika mitandao ya kijamii unatokea kwa mtu kutumiwa linki. Unatumiwa linki, unabonyeza, unakuta labda maybe ulikuwa na account yako inaela, unakuta inaisha. Hiyo ni kwa watu wanaitambua, wanaweza kukufanyia hivyo. Kwa nini? Kwa kuchunga ile algorithm yako. Kwa hiyo sasa cha kufanya, unapopata changamoto kama hii, ni vyema ukaripoti. Kuna namna ya kuripoti matukio ama crimes, zile messages za crimes. Mitandao yenyewe ina hiyo kitu, kwa mfano Instagram, Facebook, YouTube, mitandao mikubwa hii ina namna ya kuripoti zile content ambazo ni harmful kwako wewe. Kwa kusema hivyo, kama waziri, vijana inabidi tuwe makini sana na vile vitu ambavyo tunavishare na tunavibonyeza katika mtandao. Tunavishare, tunavibonyeza na pia tunapovipenda. Asante sana. Makini. Asante sana. Tuende kwa dada Faye kwa kutamatisha, ni nini kijana unamshauri? Kwa upande wangu mimi namshauri kijana awe makini na taarifa zake ambazo ziko kwenye simu. Muwe ni kipi kiende public na kipi kibaki private kwa maslahi yake. Cha pili, ajue zile sheria muhimu za matumizi ya mtandao. Kuna sheria za cyber crimes na bullying. Zile sheria zitamsaidia kumguide ni kipi inatakiwa kiende public na kipi kibaki kwangu. Okay. Asante sana mtazamaji wa Hatua. Kufikia hapo basi hatuna la ziada kutoka hapa studio. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tunakushukuru sana. Mpaka wakati mwingine tutakapokutana katika kipindi cha Hatua. Jina langu ni MC_Manyama.